Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Jesus TV, na kusalimu mara tena katika jina la Yesu. Neema Bwana Yesu iwe pamoja nawe daima mahali pote ulipo. Tuko kwenye robo ya kwanza mwaka 2025 inayozungumzia upendo na haki ya Mungu, na juma hii ya 11 tunajifunza ningefanya nini zaidi. Lakini kwenye somo la leo siku ya Jumatano tunazungumza kuhusu mfano wa Kristo wa shamba la mizabibu. Mfano wa Kristo wa shamba la mizabibu. Na katika mfano wa mwenye shamba la mizabibu katika Mathayo sura yake ni 11, Yesu anaendelea pale Isaya 5 ilipoishia kwenye somo la jana la wimbo kwa mpenzi wangu, wimbo wa mpenzi wangu. Hapo akitoa ufafanuzi zaidi juu ya tabia na matendo ya mwenye shamba la mizabibu kwa sababu ya shamba lake lile la mizabibu. Kwa hivi leo nitakusihi kusoma kwa unyenyekevu wote kitabu kia Mathayo, Injili ya Yesu Kristo jinsi ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura yake ni 11 33 hadi 39, na ukizingatia hasa swali lile la Isaya 5:4 mahali hapo anasema angeweza kufanya nini zaidi ya kile alichokifanya. Yule mwenyezi wa shamba angefanya tena nini zaidi ya kile alichokifanya? Basi ukiongozwa na Roho Mtakatifu na kusikaribishwa tena kwenye comment. Ikiwa umekuwa mwaminifu kusoma pamoja nami, umeelewa zaidi ya kile ambacho tunakizungumzia. Hapa Yesu alipanua mfano wa Isaya akionyesha tabia ya wale ambao walipaswa kutunza shamba lake la mizabibu. Kwenye Mathayo 11:33 hadi 41, alipokuwa akionyesha amekuwa na shamba na amekodisha hilo shamba, ameweka hapo watu na ilibidi wachunge na watunze hilo shamba. Wale watu ambao ni watumishi, wale ambao walikuwa wamekodisha shamba, hawakukataa tu kumpa Bwana kile kilichokuwa chake ama alichokuwa na kihitaji kuwa haki yake, lakini walimtendea hata vibaya, hata kuwaua watumishi wake, wajumbe wake, manabii. Kwenye Mathayo 11:34-35, huyo mwenye shamba aliwatuma watumishi wake, kundi ya kwanza, ya pili. Wanapofika huko wanauawa. Baada ya jaribio la pili bila mafanikio, yule mwenyeji wa shamba la mizabibu, Bwana akamtuma mwanawe mwenyewe wa pekee ambaye ndiye Kristo. Akasema pengine wale watamuogopa ama watamuheshimu ya kwamba ni mwanangu, mtoto wa bosi. Ndio ametuma manabii, watu wamewaua. Ametuma watumishi wake na tumewaua. Akasema hivi, ni mtume mwanangu wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, nitaona pengine watamheshimu kwa heshima nayo kama mrithi. Ukisoma kwenye Mathayo 11:36-37, alipotuma mwanawe, wale wakamuua. Akasema tazama, sasa huyu ndiye mrithi, tumuue. Angalia tabia ya watu wa dunia hii. Mungu amefanya chochote anachoweza kukifanya ili kwamba hata pambano hili kati ya uzuri na ubaya tuushinde, ili kwamba tuhakikisha kwamba tumekuwa safe. Lakini kila mara tunaendelea kujikokotea laana, tunajikokotea mabaya. Anatolea njia na sisi tunaiharibu. Anatoa watumishi wake, manabii, wahubiri, wanatuhubiria siku baada ya siku, acheni dhambi, tunaendelea. Na sio kwamba vita hii ya uzuri kati ya uzuri na ubaya, pambano kuu hili linatuathiri sisi wenyewe, lakini pia linamtesa na linamgandamiza Yesu zaidi. Mara nyingi tunalalamika juu ya mateso yetu au juu ya uovu unaokumba ulimwengu, vita, mateso. Lakini je, mpendwa, tunakuwa na muda wa kufikiria juu ya mateso ambayo anaipata Mungu, kuona namna gani amefanya mbinu zake zote lakini pasipokuwa na mafanikio? Anatualika kama ametualika kama kuku inavyoalika vifaranga, lakini hatujakubali mwito. Mungu amelia mara kwa mara ili tumrudilie, kulingana na Ezekiel 33:11. Ametupa zawadi yake ya pekee ya thamani zaidi, mwanawe wa pekee, Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu alivyopenda ulimwengu, kiwemo wewe na mimi, ili kila mtu akimwamini yule Yesu asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa angefanya nini tena zaidi? Amefanya kile ambacho anaweza kufanya hakikisha kwamba tumepata maisha mazuri. Mpendwa, tukio la msalaba linaonyesha kwamba Mungu amefanya kila kitu, nasema kila kitu ambacho kinaweza kufanywa kupunguza na kuondoa uovu.
lakini bila kuharibu muktadha wa kustawi kwa upendo wa kweli. Mungu akusaidie unapoendelea kufikiria kwa upendo wake. Katika pambano hili, upendo wa Mungu unatosha kuonyesha kwamba yeye ndiye mwenye haki. Tukio la msalaba linadhihirisha kwamba Mungu amefanya kila kitu ambacho kingeweza kufanywa ili kupunguza na kuondoa uovu, lakini bila kuharibu muktadha, kwa ajili ya ustawi wa upendo wa kweli. Kama kungekuwa na njia yoyote iliyo bora zaidi kwa Mungu, je, asingeichagua? Wakati watu wanateseka sana katika pambano hili la ulimwengu mzima, Mungu mwenyewe anateseka kuliko wote. Asante Yesu kwa somo hili, tufunze kupokea katika jina la Yesu Kristo, amina.